Yes, bwana mambo vipi? Habari kubwa ambayo ina trendi katika mitandao ya kijamii ni kumuhusu bibie Faima pamoja na Vanny Boy. Bwana Faima amekuja na kufunguka mambo mengi ambayo yanaendelea katika ndoa yake. Tunajua hawa wawili ni wapenzi, lakini kukumbusha tu muda wangu, usisahau kusubscribe katika page yetu ili wa kwanza kupata update kila siku. Faima amekuja na kuongea mambo mengi ambayo yanaendelea katika ndoa yake. Tunajua kwa hivi karibuni tumewaona akiwa wana ukaribu sana mpaka inasemekana ndoa ipo karibu, wakati wowote wanafunga ndoa. Lakini hapo awali tulikuwa tunamuona Vanny akiwa ni mtu wa viwanja, anajirusha wake mbalimbali, lakini swala hili pia Faima ameligusia. Tunajua Vanny alitoka pia na bibie Paula, mtoto wa Kajala ambaye amezaa na Mario. Lakini yote kwa yote bwana, Faima amekuja na kuelezea situation ambayo inaendelea kati yake kwa sasa hivi pamoja na mpenzi wake. Anawaambia watu wakae tayari kwa kusubiria ndoa wakati wowote. Yeye na mpenzi wake watafunga ndoa wakati wowote, muda wowote, kutokana wapo katika mahusiano kwa muda mrefu, miaka zaidi ya 7 wapo katika mahusiano, hivyo wakati wowote watafunga ndoa. Lakini jambo kubwa ambalo amekuja kuliongea Faima na limezua sintofahamu kubwa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na kusema kwamba mwanaume wa kwanza katika maisha yake, yani mwanaume ambaye amemtoa msichana wake ni Vanny Boy. Bwana ili swala limekuja kuzua mijadala mingi sana katika mitandao ya kijamii, na watu wengi wamekuja kupita na ili swala, na kila mmoja ameona kwa upande wake jinsi lilivyo. Kuna watu ambao wanaona swala hili halina uhalisia au swala hili halina ukweli wowote. Faima amekuja tu kuongea, amekuja tu kuchangamsha katika mitandao ya kijamii, lakini kuna watu ambao wameshusha komenti zao hapa katika comment section kuhusiana na swala zima ambalo ameliongea Faima kwamba Vanny ndo mwanaume wa kwanza kutoka naye, ni Vanny ndo mwanaume wa kwanza kumtoa usichana wake. Bwana, kuna mtu mmoja hapa anaitwa Juma Maliki ameandika comment yake na kusema we mtoto, acha kutuchanganya, acha kutuchezea akili, sisi watu wazima tunajielewa. Kwa hiyo usije tu umeamka labda umeshiba zako huko unakuja unaongea maneno ambayo hayaeleweki. Hayo maneno yako hayana uhalisia wowote, acha kutuchanganya. Lakini vile vile kuna bidada hapa anaitwa Mary anasema bwana, sisi wanawake ni waongo. Faima, acha uongo, tunajijua wanawake. Mwanamke kama wewe uweze kutuambia kwamba Vanny ndo mwanaume wako wa kwanza. Bwana, hayo ni baadhi tu ya maoni ya watu ambao wameyatuma. Kuna maoni mengi au kuna comment nyingi ambazo watu wameziandika katika comment section, lakini nimepita tu na hizo mbili kwa sababu zipo nyingi na tukusema tuzisome hapa hatutazimaliza leo. Bwana, hili swala watu wengi wamelichukulia kiukubwa wake, watu wengi wamelichukulia vile ambavyo wanaona linaweza likawa lio hivyo au sio hivyo. Lakini bwana Vanny mwenyewe hajaongea kitu chochote kuhusiana na sakata zima ambalo linaendelea. Vanny amekaa kimya. Tunajua watoto wa kiume bwana ni wazee wa kumute, wazee wa kutulia, wazee wa kukaa kimya, hana mambo mengi wala swala hili yeye anasema halimuhusu. Lakini kubwa zaidi tunajikumbuka Faima bwana ameonekana vile vile akiwa anaimba taarabu hiyo ikiwa ina vijembe vya kumsema Paula. Paula ni mtoto wa Kajala bwana. Tunakumbuka pia Vanny ashawahi kuruka na bidada Paula, alishawahi kuwa na mahusiano na Paula lakini pia hapo nyuma Paula alishawahi kusema kwamba mwanaume ambaye alimtoa bikra yani ni Vanny Boy. Hili swala pia lishawahi kuwa kubwa sana katika mitandao ya kijamii kutokana na maneno ambayo aliongea Paula kwamba mwanaume ambaye alishawahi kuwa aliyomtoa bikra ni Vanny Boy. Kwa hiyo baada ya Faima kuongea hayo maneno, amekuja na kuimba taarabu ya kumsema au ya kumponda Paula ambaye hapo awali alishawahi kutoka na mpenzi wake au mume wake, kwa sababu hawa ni wazazi, lakini Paula na Vanny hawakuwahi kuwa wazazi, hawakubahatika kupata kiumbe. Lakini yote kwa yote, Faima baada ya kufunguka maneno mengi na vile vile baada ya kuonekana akiwa anaimba vijembe kumsema bibie Paula, bwana Paula yeye ameonekana akikaa kimya swala hili ya kutaka kuligusia kwa chochote, kwa sababu sasa hivi yuko na mzazi mwenzake Mario na wako bize katika mwezi mtukufu pamoja na Kwaresma. Kila mmoja anajirusha kinamna yake au kila mmoja anafunga kile ambacho kwa upande wake anaona yeye ni sahihi. Lakini Faima hivi vijembe ambavyo amekuja kuviimba, kuna watu
hawakupendezwa navyo au kuna watu hawakupenda tabia yake kutokana tunakumbuka bwana kuna misemo hata tu ya Kiswahili inasema cha peke yako kaburi. Kwa hiyo kwamba mwanamke au mwanaume kuwa peke yako wewe mwenyewe ni ngumu, lakini kuna watu ambao wameshusha komenti zao bwana kutokana na swala zima la Faima kumwimbia vijembe Paula, kwa sababu tunajua fika kabisa ilikuwa ni zamani au ilikuwa ni pasi Paula pamoja na Rayvanny. Hivyo hata hapo awali wao bado walikuwa ni wazazi, hivyo sio jambo jema la yeye kuja kumsema mwenzake kupitia nyimbo za taarabu. Lakini kuna watu vile vile wameendelea kushusha komenti zao kwenye swala hili, hawakutaka kukaa kimya au hawakuweza kulifumbia macho. Kuna mmoja hapo ameandika komenti yake na kusema kwamba bwana, unachokifanya bibie Faima sio kizuri, kutokana ilikuwa ni zamani na wewe vile vile ulikuwa una nafasi yako kama mzazi mwenzako, hivyo hicho kitendo sio kitendo kizuri. Usirudie tena kufanya kitu ambacho umekifanya, kumwimbia mwenzako vijembe, kwa sababu hata anajua kabisa toka hapo awali huyo alikuwa ni mume wako, lakini yeye hakutoka sehemu yoyote au hakuwahi kukusema kwa lolote lile. Bwana, hizo ni baadhi tu au ni comment ambayo mtu ameona aiandike kutokana na swala zima ambalo linaendelea katika mitandao ya kijamii. Lakini yote kwa yote bwana, mdau wa mziki mzuri kutoka kwa Rayvanny pamoja na mlimbwende au mwanamitindo bibie Faima, unaonaje bwana sakata zima ambalo linaendelea hivi sasa katika mitandao ya kijamii? Je, Faima yuko sahihi kumpiga vijembe bibie Paula au kuna namna moja ama nyingine anazingua, anatakiwa ajirekebishe au yuko sahihi tu aendelee kwa sababu Rayvanny ni mume wake? Shusha comment yako katika comment section. Vile vile usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe kwanza kupata update kila siku.